Yes, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yako ya habari za michezo na burudani. Karibu tena kwa time nyingine kwa ajili ya kupeana zile update ama zile taarifa ambazo ni mpya katika masuala ya kimichezo. Sisi kila siku tunadondosha taarifa mpya humu ndani. Kama huja subscribe chaneli hii utakuwa unapitwa na taarifa nyingi sana mtu wangu. Cha kufanya gusa tu neno subscribe alafu mkao wa kula kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Hivyo subscribe kwa sasa ili uwe mwanafamilia wa channel hii. Ukiwasha tu data, basi notification ya channel yako hii itakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, na wewe utakuwa wa kwanza kuzipata zile taarifa zetu zote za kila siku ambazo sisi tunadondosha humu ndani. Kumbuka taarifa pia tunaelekea katika dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu, hivyo taarifa ni nyingi na sisi tutakuwa hapa kwa ajili ya kusogezea usajili wote wa Simba, usajili wote wa Yanga katika chaneli yako hii ya habari za mchezo na burudani, kama tulivyofanya katika dirisha dogo la usajili wa kuletea taarifa zote za usajili wa Simba na Yanga, na dirisha kubwa pia tutafanya hivyo. Ili usipitwe na taarifa hizo, gusa tu neno subscribe alafu mkao wa kula kila taarifa ambao sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo. Bana, leo na taarifa njema kutoka mitaa ya Msimbazi ambayo inakwenda kuwafurahisha mashabiki wa Simba kote duniani ambao wataisikia taarifa hii kutoka ndani ya klabu yao ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Taarifa za kuaminika kutoka ndani ya klabu ya Simba ambazo tumezipata ni kwamba uongozi wa Simba upo kwenye mazungumzo ya kina na uongozi wa Mamelodi Sundowns kwa ajili ya kuipata saini ya mshambuliaji hatari ama kiungo mshambuliaji raia wa Mauritania, na mzungumzia Peter Shalulile ambaye amekosa nafasi ama amekosa namba ya kudumu ndani ya kikosi hicho cha Mamelodi Sundowns baada ya dirisha kubwa Mamelodi kufanya usajili wa maana, hivyo ambao umemnyima nafasi Peter Shalulile kunako kikosi cha kwanza cha Mamelodi Sundowns. Hivyo Simba wapo katika mazungumzo ya mwisho ya maelewano kwa ajili ya kumchukua Peter Shalulile katika dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu, kutua kunako mitaa ya Msimbazi kwa ajili ya kuitumikia klabu ya Simba, kutokana na kile ambacho kinaonekana ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns ama Peter Shalulile kukosa namba ya mara kwa mara ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns. Hivyo Simba wameona wakae kikao na uongozi wa Mamelodi Sundowns kwa ajili ya kuipata saini ya Peter Shalulile. Kumbuka Simba wana mahusiano mazuri na Mamelodi Sundowns baada tu ya kupata wachezaji wawili kutoka Mamelodi Sundowns, beki Rashid Ndiluki pamoja na New Maema, ambao kwa sasa bado wapo ndani ya klabu ya Simba, na kwa sasa Simba wanaendeleza urafiki wao huo na klabu ya Mamelodi Sundowns kutoka nchini Afrika Kusini, na kwa sasa kinachoendelea ni mazungumzo ya kina kuona kwamba Simba wanaipata saini ya Peter Shalulile ambaye amekosa nafasi na kuendelea kukaa katika benchi pasipo kutumika mara kwa mara kama ilivyokuwa hapo awali. Hivyo Simba wapo katika mazungumzo ya kina na Mamelodi Sundowns kwa ajili ya kuipata saini ya Peter Shalulile, mshambuliaji huyu raia wa Namibia katika dirisha kubwa la usajili. Hakuna mtu ambaye hajui uwezo wa Peter Shalulile, na Simba wamesema huenda mchezaji huyo akawa msaada mkubwa kwao katika michuano ya kimataifa msimu unaofuata wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao, kutokana na ubora ama na uzoefu mkubwa wa Peter Shalulile katika michuano ya kimataifa ya klabu bingwa barani Afrika aliyoupata kunako klabu ya Mamelodi Sundowns pale nchini Afrika Kusini. Basi hii ndio taarifa ambayo nimeona nikupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo
na burudani kwamba Simba wapo katika mazungumzo ya mwisho na Mamelodi Sundowns kwa ajili ya kupata huduma ya Peter Shalulile katika dirisha kubwa la usajili. Mshambuliaji huyo hatari wa Namibia ambaye amekosa nafasi katika kikosi cha kwanza cha Mamelodi Sundowns, amekuwa akianzia benchi na kutopata kabisa nafasi ndani ya klabu hiyo ya Mamelodi Sundowns. Hivyo Simba wapo katika mazungumzo na Mamelodi Sundowns kwa ajili ya kuipata saini hiyo ya Peter Shalulile katika dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Hiyo ni taarifa ambayo tumeona tukupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Tuko hapa kwa ajili ya kukupa zile taarifa zote kabisa za michezo na burudani. Leo tulikuletea taarifa hii hapa kwamba Simba wapo katika mazungumzo mazito na Mamelodi Sundowns kwa ajili ya kuipata saini ya mshambuliaji wa Namibia Peter Shalulile ambaye Simba anamuhitaji katika dirisha kubwa la usajili kutokana na Peter Shalulile kukosa nafasi ya kudumu ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns. Hivyo Simba ndipo wanaangalia namna gani ya kuipata saini yake katika dirisha kubwa la usajili. Ni hao tu mtu wangu, usisahau kusubscribe channel hii ili usipitwe na zile taarifa zetu zote za kimichezo. Sisi kila siku tutadondosha taarifa mpya humu ndani. Ili usipitwe na taarifa zetu, gusa tu neno subscribe, alafu mkao wa kula kila taarifa ambayo tunadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kwa sababu utakuwa umesubscribe channel hii ya habari za michezo na burudani.